Ninatamani leo kuzungumza kwa habari ya kile kitabu cha Mithali 31 yote, lakini nitazungumzia tu ule mstari wa mwisho leo kwa habari ya upendeleo udanganya, lakini mwanamke amchaye Bwana ndiye atakayesifiwa. Huyu mtu anayemcha Bwana anakuwa na sifa gani? Namba moja, mtu anayemcha Bwana ni mtu mwelekevu, mtu msikivu. Anasikia anachoambiwa. Lakini huyu mtu mcha Mungu ni mtu ambaye anaepukana na uovu. Ukasome Ayubu sura ya 1 na mstari wa 1, utaona Mungu anasema palikuwa na mtu ambaye ni mkamilifu, mtu mcha Mungu, aliyemtumikia Mungu na kujiepusha na uovu. Kwa sifa mojawapo ya mwanamke anayemcha Bwana ni mtu ambaye anajiepusha na uovu, lakini ni mtu ambaye ni mwelekevu. Ukiona unaelekezwa kitu usikii, unakuwa mkaidi, tayari umeshatoka kwenye uchaji. Ukiona wewe una uovu ni fungu lako, tabia za kiovu, tabia zozote mbaya zinatajwa kwako, uvutaji sigara, unywaji pombe, umeshatoka kwenye uchaji. Hapo haupo kwenye uchaji na utatukanwa kwa matendo yako na sio kusifiwa. Biblia inasema mwanamke amchaye Bwana ndiye atakayesifiwa. Lakini namba 2, tunaona mwanamke mchaji ni mtu ambaye anaomba. Taa yake haizimiki muda wote, anaombea watoto wake, anaombea mume wake, anaombea kazi ya mume wake, ama ni mifugo, ama ni biashara, lakini anaombea watu wa nyumbani kwake, familia zote mbili. Anaombea taifa, anaombea kanisa, anaombea vitu mbalimbali. Tukisoma katika kitabu cha Matendo sura ya 10 na mstari wa 2, tunaona Mungu anasema kwa habari ya Kornelio, alikuwa ni mtu ambaye akimtolea Mungu sadaka zake, mtu mchaji, alikuwa akimtolea Mungu sadaka zake pamoja na kumwomba Mungu siku zote. Huyu ni Kornelio, alikuwa anaomba siku zote. Mwanamke mchaji ni mwanamke anayeomba siku zote, lakini anamheshimu Mungu kwa mapato yake na matoleo yake. Wewe mwanamke ndio unatakiwa uweze na ujue, ili uweze kumsaidia mume wako kwa habari ya kumtolea Mungu, kwa habari ya kumtolea Mungu, kwa habari ya mafungu ya 10, kwa habari ya malimbuko, kwa sababu sisi ni watu ambao tunaamini kwa haraka, na kama tunaamini utendaji wetu unatakiwa kuwa na nguvu, unatakiwa kuwa na kipaumbele, na kwa sababu pia Mungu ameweka mzigo ndani yetu kwa habari ya kuombea watoto wetu na vitu mbalimbali. Kwa hiyo tunatakiwa tuwe sharp kwa habari ya kumtolea Mungu. Kwa hiyo angalia eneo lako la matoleo. Check on matoleo yako. Unamtolea Mungu vipi? Mafungu ya 10, umekuwa mwaminifu. Umekuwa mwaminifu kwa dhabihu zako. Umekuwa mwaminifu kwa shukrani. Mungu anakulindia watoto wako, anakupigania mwaka mzima. Anampigania mume wako, anaenda kazini, anarudi, mnakula. Ni kitu cha kumshukuru Mungu sana. Kwa hiyo unatakiwa kuwa unamheshimu Mungu kwa matoleo yako. Hizi ni sifa mojawapo za mwanamke mchaji. Mwanamke mchaji pia ni mwanamke ambaye ni mtii. Biblia inasema mkikubali na kutii mtakula mema ya nchi. Lakini Mungu anamtambua mwanaume kama kichwa cha mwanamke. Kama kichwa cha mwanamke tunatakiwa sisi kumtii mume wetu, waume zetu. Kadri tunawatii waume zetu, ndivyo tunamtii Kristo. Ndivyo tunamheshimu Mungu. Mungu anatutazama kama wanawake wachaji kwa kuwatii waume zetu. Sio kwa kujibizana nao, sio kwa kuwatukana, sio kwa kufanya chochote kile ambacho hakileti sifa njema. Sifa njema inakuja pale ambapo tunawatii waume zetu. Na kama tunawatii waume zetu, ndivyo tunajiongezea kibali kwa Bwana, na ndivyo tunajiongezea kibali kwa waume zetu. Hatutakosa chochote kilicho chema. Kwa hiyo sifa nyingine mojawapo ya mwanamke mchaji ni mwanamke ambaye ni mtii. Na jambo lingine ambalo natamani kuzungumza kwa habari ya mwanamke mchaji ni kwa habari ya matunda ya Roho kukaa ndani yake. Mwanamke mchaji anatambulikana kwa matendo yake ya Roho Mtakatifu yanafanya kazi ndani yake. Mfano, tunda la Roho kuna uvumilivu, kuna utu wema, kuna fadhili, kuna upendo, kuna kiasi, kuna ukarimu. Utatambulika kama mwanamke ambaye ni mchaji, unamcha Mungu kwa kutokuwa na roho ya uchoyo ndani yako. Wanakuja ndugu wa mwanaume, wanakuja ndugu mbalimbali, marafiki. Vile unakuwa mkarimu, ndivyo unampresenti Mungu, ndivyo sifa yako inavyokolea. Biblia inasema mwanamke anayemcha Bwana ndiye atakayesifiwa. Yale matendo yako yatakusifu mlangoni. Watoto watakuita heri, watu watakuita heri. Kwa nini? Kwa sababu ya yale matendo ambayo unayafanya. Ile tunda la uchoyo, la uchoyo umeliweka pembeni, umeweka tunda la ukarimu. Unakarimu watu wa nyumbani kwako, unakarimu watu mbalimbali. Uchoyo unatakiwa usiwe fungu lako. Upendo. Kama mwanamke mchaji unatakiwa kuwa na upendo kwa watu wote bila sababu.
Yesu Kristo alitupenda bila sababu. So tunda la upendo linatakiwa kuwa ndani yako. Ndivyo unachochea uchaji wako, lakini pia ndivyo unajiongezea kibali chako. Mwanamke mchaji ni mwanamke mvumilivu katika hali zote. Katika wale waliofunga ndoa kuna viapo vilitokea katika shida na raha. So nyakati za shida na raha zipo, kwa sababu Biblia inasema kwa kila jambo na majira yake na kusudi chini ya jua, chini ya nchi. Kwa hiyo kuna majira ambayo utapita ya mvua, majira ya kulia, majira ya kucheka. So haumvumilii mwanaume kwa sababu mnapita kwenye raha tu, hata kwenye shida. Kwa hiyo tunda la uvumilivu linatoka kwa ndani yako. Unapokuwa mvumilivu, mume wako amepata ajali, amepata changamoto kaza wa kaza, hujamwacha, hujamkimbia, upo naye, unamvumilia, unaamini kuna siku Mungu atafanya jambo. Hizi ni tabia za mwanamke mchaji. Kuwa na kiasi katika mambo. Sio kila fashion unaitaka. Sio kila chochote kinachokuja mbele yako, kiatu kipi unataka, pochi unataka.